mimi nikateuliwa kuwa katika tume ya ardhi. Watu wakasema kwamba huyu sasa anapelekwa kule ili awe busy. Lakini kosa walilofanya, makaniteua kwa mwenyekiti wa tume, sio mjumbe. Tuko pamoja? Na baadaye sana, baada ya kuteuliwa, nikagundua kutokana na faili niliona kwamba wajumbe wote wa tume walipendekezwa na mzee Malechela ambaye alikuwa waziri mkuu wakati ule, isipokuwa jina la mwenyekiti tu. Jina la mwenyekiti alikuwa mzee Mwinyi mwenyewe. Sasa mimi nikaitwa na marehemu Lowassa, hayati Lowassa, nafikiri alikuwa waziri ya, nikaitwa kuambiwa kwamba Mheshimiwa Rais amekuteua kuwa mwenyekiti wa tume ya ardhi. Kasema, lakini mheshimiwa, mimi sifundishi ardhi wala sio bobea wa ardhi. Anasema, tunajua, but we do not want an expert in ardhi, we want a person of integrity. Lowassa akaniambia. Sasa nipeni muda kidogo niongee na familia. Saa 7 itatangazwa kwenye radio. That's how I became chairman wa tume ya ardhi. Lazima nikiri, tume ya ardhi ilinisaidia sana kujua nchi yetu, kwa sababu tulitembea karibu wilaya zote isipokuwa wilaya 2 tu. Kulikuwa na changamoto zake, tume ya ardhi kulikuwa na changamoto zake. Tulipoteuliwa tu, pia tuliambiwa sekretariat yetu ni kutoka wizara ya ardhi, na tukapewa ofisi pale wizara ya ardhi. Sawa. Sasa tukakuta baada ya mikutano kama 2 hivi, hao secretariat hawaandiki minutes. Kasema, hii itakwaje? Nikamendea mzee Malechela. Sasa pia nafikiri mara nyingine tunakosa ku-appreciate kwa kweli kizazi kile cha wakati ya independence, Mwalimu Rashid Kawawa, Malechela and so on. Kizazi kile kidogo kilikuwa much more sensitive ya masuala mengi sana kuliko hao mengine, sitaki kuzungumzia. Kwa hiyo baada ya kuteuliwa nikafanya appointment na kumwona mzee Malechela. Nikasema, mzee Malechela, mimi nina tatizo moja. Tumetumwa kufanya uchunguzi katika swala hili. Katika kufanya uchunguzi, bila shaka tutakuwa tunachunguza wizara ya ardhi. Sasa mkinipa secretariat kutoka wizara hiyo itakuwaje? Napata shida. Mzee Malechela akacheka, akasema, you are right, basi nakuachia wewe mwenyewe, nenda utumishi uunde secretariat yako mwenyewe. Okay? Kwa nikaunda secretariat yetu mwenyewe. Nafikiri Maugo, kulikuwa na magistrate mwingine sawa jina, tukaunda secretariat. Because that was the first hurdle. Second, tulipokuwa baada ya kuteuliwa kuwa katika tume, I think baada ya wiki 1 au wiki 2, tukapata delegation kutoka World Bank. Sawa. Wakaja pale kwangu, nakaanza na preliminaries and so on. Tunapongeza kwamba rais amefanya kazi nzuri sana. Kwa kweli swala nzima la ardhi ni muhimu na inatugusa sana, kwa sababu sisi tuna program za forestry and so forth.
na tuko tayari kutoa msaada wa wataalamu. Huyu aliyekuja kuniona akaanza kuorodhesha majina ya wataalamu wote, watu wa nje ambao tunaweza tukawapatia kuwasaidieni. Nikamsikiliza, nikamshukuru, nikasema sawa, isipokuwa jambo moja alifanya mwasisi wetu Mwalimu Nyerere, kutujengea hizi taasisi za elimu ya juu. Kwa hiyo mimi nimeshaunda wataalamu wangu, na ilikuwa ukweli, nilikuwa nimeshaunda kina Gondwe, Mchome na wengine. Kwa hiyo kwa kweli sihitaji wataalamu, tunao wataalamu wa kutosha. Lakini kama kuna msaada wa kifedha, sisi ni nchi maskini, kusupport hiyo tume inakuwa ni gumu, tunaweza kukubali, lakini ipitie kwa rais, kwa hii ni tume ya rais. Baada hapa haukuonekana. Sasa lazima ni report kwa wajumbe wangu, sio jambo hili limetokea. Sawa. Sasa unajua, sijui siku hizi, lakini wakati ule mwenyekiti ni mwenyekiti bwana. Mwenyekiti ni mwenyekiti. Wengine walinuna, lakini kwa sababu wengine wakasema bwana, huyu siji vipi huyu. Tungepata hela kutoka World Bank, tungeweza kufanya tips kwenda nje, sio? Ndio tume inavyoanza kazi, sio? Kwa jambo la kwanza tutoke nje kujifunza. Sasa huyu Shija ametukosesha. Lakini niseme kitu kimoja, ukweli ni ukweli. Tulikuwa na hafla ndogo nyumbani kwangu. One of the members wa tume alikuwa principal secretary, mwalimu alikuwa nishi pale. Nani? Hapa sio Mari. Mari alikuwa member, lakini well known person actually. Alikuwa anapenda sana konyagi. Sasa tulikutana pale nyumbani kwetu. Huyu mzee akama konyagi yake, alafu akasema, wajumbe, niwakumbushe. Nakumbuka tulipoanza kazi, mwenyekiti wetu alikuwa na mkutano na World Bank na alikataa. Nakumbuka akasema ametunza heshima yetu. Huyu mzee anasema ametunza heshima yetu. Na kweli this was the only tume ambayo haikupata hata senti moja kutoka nje. Hela zilitoka from the treasury, number one. Number two, haikuwa na wataalamu. Ripoti nzima iliandikwa na wajumbe wenyewe na secretariat. Hasa makamu mwenyekiti wangu marehemu Saibul, mimi na hiyo secretariat. Tulipomaliza draft, wajumbe bado walikuwa nafikiri bwana, lazima tutoke nje kidogo tupate uzoefu. Nikamendea waziri wa fedha wakati ule marehemu Malima Kigoma Malima ambaye alikuwa ni profesa mwenzetu. Nikamendea, nikameleza, nikasema, mheshimiwa profesa, wajumbe wangu wanataka kutoka nje kidogo bwana, lakini mimi siko tayari kuomba hela kutoka nje. Kigoma akacheka, naelewa, nitakupatia hela. Hela zile tulizitumia kwenda Botswana, nikawapeleka Botswana, nikawapeleka Zimbabwe, na nikawachukua South Korea kwenye taasisi. South Korea waliunda taasisi, nikampa all academic freedom. Taasisi serikali, all academic freedom kuzungumzia mambo ya sera. Hiyo South Korea hiyo.
tunataka South Korea tigers na nini, hatujui. Mnajua kwa South Korea was one of the few countries ambayo ilikuwa na very major land reform. South Korea ilikuwa na very major land reform, kawapeleka pale. Sasa tulipokuwa tunasikiza hawa lecturers wanatoa mihadhara yao, Mzee Mahawile ambaye alikuwa mjumbe wa tume akana, Profesa, lakini hii pia sisi tumefikiria kwenye tume yetu. Nikasema ndio, kwa tulipendekeza tuwe na institute kama hiyo ya land reform. Sasa umeniuliza kwamba vipi haikufanikiwa, etc. Migogoro bado inabaki. Mapendekezo yetu yote hayakukubalika. Najua hiyo. Ingawa hiyo ripoti ilikuwa so popular kwamba serikali haikujitokeza hadharani kusema kwamba hatukubali. Wanasema 98% ya mapendekezo ya Shiji yamekubalika, which was true, lakini 2% mlizoacha ndio zilikuwa msingi. Unaona hiyo? Na msingi ilikuwa nini? Tukasema kwamba tuondokane na hili la kusema kwamba ultimate title imekuwa vested kwa rais. Unajua ile ya kikoloni originally katika sheria ya 1923 ilisema kwa all lands are public lands vested in the governor. Nakumbuka hiyo. Mpate kuna haki ya kudispose of etc. etc. Na baada ya uhuru, what we did was simply substitute governor for president. Sisi tukasema hapana, urais asiwe na kuhodhi hatma miliki. Okay? Tukasema to diversify. Hii haikukubalika. Na ile jibu waliloandika katika sera ya 1995, unajua walisema nini? Rais wa nchi hawezi akawa kuombaomba ardhi. Angalia ni fikra, kana kwamba ardhi ni ya rais. Hawezi akawa ombaomba. Hii hawakukubali. Unaona hiyo? Of course migogoro itaendelea, lakini sisi tulipendekeza kwa mfano mobile courts. Tulipendekeza mobile courts kwamba utatuzi wa migogoro ya ardhi uanze pale pale in situ vijijini. Unaona hiyo? Ili wananchi waweze kushiriki na kuona haki inatendeka. Hii pia haikukubalika. Badala yake wakafanya nini? Turn into vote tribunals, kwa pia tribunals wa ardhi, which was a horrible mistake, kwa sababu vote tribunals hawako na halali wote, na ile ni arm ya executive. Okay, pendekezo lego lituko kwamba the whole mfumo mzima akutoto iwe ni part of judiciary, not part of executive, even ile independence. Mwenyekiti, rais, unaelewa hiyo? Kufuatana separation of powers. Tulisema kwa separation of powers isiwe juu tu, iwe pia chini. Katika level za vijiji na wilaya tuwe na separation of powers. Na pia tulipendekeza kama village assembly, ni bunge la kijiji, ndio liwe ile ardhi ya kijiji liwe vested in the bunge la kijiji, village assembly. Sasa haya hakukubalika. Okay? Siwezi nikasema, mimi sio mtume, siwezi nikatabiri kwamba kama wangekubali mambo yangekuwa tofauti, sijui. Na baadaye kama unavyojua walimteua ni Professor McCausland, sasa ni marehemu, kuja kuandaa zile sheria. Kwa upande wetu sisi tukaona kwamba ili kuendeleza yale mapendekezo na pia ule uchambuzi wa tume, tukaanzisha pamoja na marafiki zangu, mmoja wao akiwa Wilbert, tukaanzisha haki ardhi, taasisi ya haki ardhi, kuendeleza hiyo. Kama mmejibu, kuna maswali mengine hapo, sio?
kulikuwa na swali la nafikiri kwa kiasi fulani nimekujibu, lakini swali unalo raise nimejadiliwa sana, nimezungumziwa kwa sababu, lakini tusiendelee kuwalaumu tu vijana, pia tuangalie walimu wao wanaofundishaje, maana train katika fikra tunduizi au wanataka wanafunzi wao wakariri.